Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Saadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi tarehe 25 mwezi wa 10 2025. Tukianza na upande wa nyota ya punda au kondoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 March mpaka tarehe 19 April. Huenda ukawa si mwenye kupendelea hicho kilichotokea baada ya siri zako kuvuja, ikiwa na maana mtu ambaye ulimwamini kwa asilimia mia. Tunatarajia leo utaona mwanga ambao utakufanya kuumia ndani kwa ndani na kuhisi uchungu kwa vile huoni maendeleo katika maisha na hujui njia gani ni sahihi kwako. Hivyo basi, ikidhihiri hiyo hali, basi acha uoga wa kujaribu ili uweze kufika rafiki. Siku ya bahati ni siku ya Jumanne, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni red na namba ya bahati ni 9, 18, 27, 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni ruby au garnet. Tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 April mpaka tarehe 20 Mei. Suala la pesa lipo juu leo, ila unafikiria sana namna gani unaweza tunza zaidi pesa ili uweze kufika. Utagundua mwanya fulani ambao ndio udhaifu wako, na zaidi katika upande wa mpenzi. Kuna mtu unampenda sana ila anakuangusha kwa nyakati fulani. Deep feeling za kuachilia baadhi ya mambo yaliyo kichwani mwako ni njia moja wapo ya kupiga hatua kifikra. Unaweza omba kutokana na dhehebu lako na namna unavyoamini katika hii dunia, kwa vile si kila mtu atapita njia za watu wake wa karibu au wazazi wake. Siku yake ya bahati ni Ijumaa. Asili yake nyota hii ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald na au rose quartz. Tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 June. Ufahamu wako katika jambo fulani utaongezeka, na hiyo itakufanya kuwa na awareness kubwa na hata kumsoma mtu kirahisi nyakati ambayo anaongea nawe. Kuna mtu utatamani kumsaidia kwa namna moja ama nyingine, ila baada ya ahadi yako kwake basi hautachukua hatua yote ile tena. Leo tunatarajia utavuka upande wa pili katika suala la uchumi na hata fedha. Pia uwanja ni wako rafiki kuwa mwazi. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni yellow na grey na namba ya bahati ni 5, 14, 23, 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 June mpaka tarehe 22 Julai. Jambo ambalo linaweza kupeleka mbio leo ni baada ya kumwachilia majukumu yako mtu fulani na kutokutimiza ifuatavyo. Gharama za kitu aidha madukani au sokoni na kadhalika zitakurejesha nyuma, na hiyo ni baada ya kuona kitu kipendacho kuwa bei ya juu. Huenda ukahisi ni kama uliyetengwa na kutegemea zaidi ndugu, ila baada ya yao ni wewe kukuangusha na hata kutokusupport kwa namna fulani. Leo upande wa pesa zaidi utatoa rafiki kuliko utakachoingiza. Siku ya bahati ni siku ya Jumatatu, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni white na silver. Namba ya bahati ni 2, 11, 20, 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni moonstone au pearl. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, baadhi ya majaribio hayatatimia leo kwako, hasa yaliyo negative.
Utahisi umeingiliwa katika kutekeleza majukumu yako, na hiyo haitakuwa mwisho na wewe kutomshirikisha moja kwa moja rafiki yako. Kuna tukio ambalo lilitokea kabla leo nyakati za usiku, ni lenye kujirudia katika brain yako. Upande wa pesa ni wastani, ila utakosa furaha ya moja kwa moja rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni peridot au ruby. Tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo, mashuke. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Mmoja katika wanafamilia ni wenye kugua na taarifa unayo. Leo tunatarajia hautavuka mchana bila kuona nuru ya pesa au hata kupata mwelekeo fulani. Dhana juu ya jambo fulani itakuwa juu, hasa baada ya kuona mambo yanaenda ndivyo sivyo. Hamasa ya kikundi juu ya jambo la pamoja itakuwa juu leo, na mwisho wake ni mwema rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23, 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, siku ya ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Siku ya leo utajikubali moja kwa moja, kwa vile fulani anakuona upo chini, ikiwa na maana dharau. Jambo lenye kuwezekana na matumaini makubwa lipo mbele yako leo. Tamaa ya kitu itakuwa 50%, kwa vile baada ya muda ulioahidiwa kutotimizwa. Utatamani uwe kama mtu fulani mwenye haiba au cheo, au hata mwenye watoto wadogo, kwa vile suala hili linajirudia kila muda katika akili yako rafiki. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake bahati ni pink au white blue, na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 42. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Baada ya kuona utamaduni wa watu fulani kuwa tofauti nawe, utahisi ni mwenye kuachwa nyuma leo. Ukweli wa leo ni kwamba upo na nguvu za ndani ambazo zinaamua kufanya chochote kile ambacho unakipa msukumo kuwa kinawezekana katika akili ya kawaida. Leo tunatarajia pesa zitakuja baada ya jua kutua, na upande wa neema utaona na neema nyingi, hasa upande wa afya kuwa njema rafiki. Na siku ya bahati ni Jumanne, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachite. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Utashukuru kwa hatua ambayo ulopitia siku za nyuma kidogo, na kuona kabisa utukufu wa yule alokuumba. Unaweza kumfikiria zaidi mama kuliko baba leo. Ujasiri utakuvaa na katu usirudi nyuma na hali yako leo ili uweze kufanya jambo litakalo washangaza wengi leo. Tunatarajia upande wa neema utashukuru zaidi, ila jihadhari na kugombana na watu wa karibu au hata wa mbali. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple,
and blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni turquoise and amethyst. Tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi au Capricorn, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Leo tunatarajia nafsi yako itafuata namna ya kutulia kuliko kuhangaika. Utapata habari ya mbali yenye ujumbe utakaokuamsha na kufanya kuwa na harakati zaidi ya kawaida. Utafuatilia jambo ambalo halikuhusu kwa asilimia nyingi. Leo utapata majukumu ambayo ni ya lazima. Fikra chana ni bora zaidi rafiki, ili nafsi iwe na amani tele. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown, na namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35. Pete ambazo hueleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 19 Februari. Unaweza kuhisi ni kama drama fulani, lakini ndio ukweli wenyewe. Licha ya majonzi na kufikiria mara mbili mapenzi, leo hautajua ni nani mbaya wako katika kundi fulani au ni nani mnafiki. Jambo ambalo ni bora ni kutafuta amani ya moyo. Hakikisha siku ya leo makundi huyafuati, hasa yenye kuhamasisha katika mambo ya siasa rafiki. Tunatarajia utakuwa na mawazo ambayo yatakuwa na faida kwa familia yako, ila upande wa rafiki utakuangusha, hasa baada ya kutegemea jambo fulani. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 23, 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 March. Leo hautapata chansi ya moja kwa moja ya kujieleza, kwa maana utahisi ni kama mtu ambaye ameharibu jambo fulani, ila sio kweli. Swala la watu wawili waliohasimiana linaweza kupeleka mbio leo. Matarajio ya leo ni kupata mali ambayo itakusogeza walau siku 2 mbele. Unaweza kuwaza mengi kuhusu hatma ya maisha yako, na hasa baada ya kuangukia katika penzi zito lisilo na mwelekeo rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Tukiendelea na kuzungusha gurudumu letu la bahati siku ya leo kwa kuangalia muda gani ambao ni mzuri kwa nyota, kila nyota ambazo tutataja muda ikiwa na maana masaa ambao saa ngapi mpaka saa ngapi kwa kila nyota. Kwa kama kawaida tunazungusha gurudumu letu na kuangalia nyota ya kwanza kabisa ambayo muda wake wa bahati siku ya leo, nyota ya punda au kondoo. Muda wake mzuri ambao ni wa bahati ni kuanzia saa 1 mpaka saa 4. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, muda wake mzuri leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 7:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, muda wake mzuri leo ni kuanzia saa 7 mpaka saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wake mzuri leo ni kuanzia saa 5 mpaka saa 8. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, muda wake mzuri leo ni kuanzia saa 4 hadi saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda mzuri wa leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 10. Na kama kawaida
kawaida tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani, muda wake mzuri leo ni kuanzia saa 9 hadi saa 1 usiku. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Nge, muda wake mzuri ni leo kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 5. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshali, muda wake mzuri ni kuanzia saa 8 hadi saa 10:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mbuzi, muda wake mzuri ni kuanzia saa 8 hadi saa 10:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Ndoo, muda wake mzuri leo ni kuanzia saa 10 hadi saa 4 usiku. Na tukimalizia na upande wa nyota ya Samaki, jua linapokuwa kali sana jioni na saa 3:30 hadi saa 7 rafiki. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.